Bwana, show ya Diamond Platnumz huko Uingereza bwana sio ya kitoto, mambo yanazidi kuwa moto kweli kweli. Kama unakumbuka vizuri ni kwamba siku ya jana ni kwamba Diamond tayari tulimuona akiwa ameperform katika ukumbi ambao unafahamika kwa jina la Royal Albert. Umeona bwana na show ilikuwa bomba, watu walijaa full, ilikuwa ni sold out show, na kiukweli ni kitu ambacho tulikuwa hatujawahi kukishuhudia kwa msanii yoyote yule hapa Tanzania kujaza ukumbi mkubwa kama ule nchi za nje kama huko Uingereza. So hivi vitu tulikuwa tunaviona tu kwa wasanii wengine huko, hususan kutoka Nigeria. Umeona bwana lakini kwa mara ya kwanza kabisa Diamond amewatoa Watanzania kimasomaso kwa kufanikisha hilo. Sasa baada ya show hiyo ya Royal Albert huko London, Diamond alitangaza pia kuhusiana na show yake nyingine ambayo ilikuwa inatakiwa ifanyike kule Manchester huko Uingereza. Umeona bwana na show hii ya Manchester Uingereza nayo pia ni moja kati ya show ambazo tulikuwa tunajua kabisa kwamba itakuwa poa, na kweli ndivyo hivyo ilivyokuwa. So Diamond akachukua moment baada tu ya kufanya show siku ya kwanza kule London, akatangaza tena show yake nyingine ambayo ilikuwa inafanyika Manchester. So kulikuwa kuna huo ukumbi, kama hapo ulikuwa usikii vizuri ni kwamba kulikuwa tu labda kuna upepo, lakini alichokuwa anazungumza ni kwamba tonight see you on Manchester Academy, it's going down na vitu vingine kama hivyo, kwamba alikuwa anatangaza kwamba ana show tena hapo Manchester. Umeona bwana sasa baada ya kutangaza show hiyo bwana ni kwamba jana jioni maana show ilikuwa ni usiku wa kuamkia leo. Sasa jana jioni bwana, umati wa watu ambao ulikuwa umejitokeza pale Manchester ni mkubwa. Yani foleni zilishaanza, watu walikuwa tayari wako mlangoni kwa ajili tu ya kwenda kuishuhudia show ya Diamond Platnumz hapo Manchester. So kulikuwa kuna hizi video ambazo zilikuwa zimeanza kusambaa mitandaoni zikiwa zinaonyesha wazungu, watu weusi na watu mbalimbali wakiwa wapo katika foleni kwa ajili ya kuingia katika ukumbi huo ambao Diamond alikuwa ameutangaza. Na Wasafi wenyewe posti hapa kupitia ukurasa wa Instagram akaandika kwamba bwana, foleni ya mashabiki kwa ajili ya show ya Diamond Platnumz Manchester huko Uingereza. Umeona bwana ukumbi ulikuwa unafahamika kwa jina la Manchester Academy, Oxford Road, ambapo ndo sehemu ambayo Diamond alitakiwa perform. Na of course show ilikuwa iko on fire, watu ndo kama hivyo walikuwa wameshajitokeza mapema. Utadhania labda watu wanaenda kununua zile Yeezy zimetangazwa kwa mara ya kwanza, kuna kuaga na foleni kama hivyo. Ndo hizo foleni ambazo tumezishuhudia katika show ya Diamond Platnumz. Kabla hata show haijaanza watu tayari walikuwa wameshajaa nje. So Wasafi akaandika kwamba bwana, vibes already crazy out here in Manchester, fans leaning up early at Manchester Academy for that Diamond Platnumz show tonight. Alafu hapa wakatafsiri hiyo habari kwa Kiswahili wakaandika kwamba bwana, hali ilivyo jioni hii jijini Manchester Uingereza ikionyesha mapema kabisa foleni ya mashabiki waliokuwa wanasubiri kuingia ndani ya ukumbi wa Manchester Academy kwa ajili ya kushuhudia tamasha kubwa la Diamond Platnumz usiku wa leo. Kwa hiyo page official kabisa ya Manchester Academy, yani huo ukumbi wenyewe ambao unaitwa Manchester Academy, walisha posti kuhusiana na the way ambavyo watu walivyokuwa wako pale nje wakiwa wanataka kuingia katika show. So hapa wakaendelea kusema kwamba hii ni baada ya tamasha lake kubwa kabisa kwenye ukumbi wa Royal Albert huko Royal Albert Hall jana jijini London, ilipelekea hadi kupewa plaque ya heshima kama sehemu muhimu ya mafanikio ya muziki wake. Umeona bwana so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo tukawa tumeshajua baada ya kuona tu kwamba watu wamejaa bwana pale nje, tukajua kabisa kwamba okay, let's going down kwa mara nyingine tena. Baada ya kule London Royal Albert kujaza, basi hata huku pia Diamond ushindi uko pale pale na kwenyewe pia atajaza. So of course mara tu baada ya muda wa show kufika, tukaona Baba Levo akaanza kuposti video ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo watu walivyokuwa wamejitokeza, watu walivyofurika katika show ya Diamond. Kiukweli watu walijaa. So hii ni show nyingine. Ukumbi sio mkubwa kama ule wa juzi, lakini huu pia ni moja kati ya kumbi kubwa tu ukilinganisha na kumbi nyingi za hapa Bongo. Umeona bwana so watu walijana, ni kitu ambacho kiukweli ni cha kujivunia, ni kitu cha kumpongeza Diamond, na page nyingi sana zimeripoti kuhusiana na hiyo habari, ikiwemo Baba Levo bwana, ulikuwa umwambii kitu bwana
Umeona bwana, so vibe lilikuwa ni la hali ya juu na Baba Levo bwana akawa ameposti hizo video, ameandika kwamba Manchester Showtime is going crazy. Baba Levo akaja akaandika kwamba bwana, hii ni Manchester jamani, msije mkadhania kwamba tuko Tandale. Hapa ni Manchester na watu wamejaa, utazania tuko nyumbani. Haya, peji nyingine wamekuja hapa wameandika kwamba bwana Diamond ashikiki huko Manchester. Ni kwamba mambo kweli yamekuwa moto nchini Uingereza, hatimaye anaendelea alipoishia. Huu ni ukumbi wa Manchester Academy akiwa anaendelea kutoa burudani, huku nyomi la mashabiki likiwa linaonekana na kumsapoti kila ngoma anayoimba kwa wingi. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ni kwamba Diamond wembe ni ule ule bwana, moto ni ule ule bwana, balaa lilikuwa ni zito kweli kweli. So mashabiki mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa, wamekuja wameandika kwamba bwana, hapa Manchester pamejaa vibaya mno, wengine tupo kwa huku Old Trafford kabisa tunaangalia show kwenye runinga kubwa. Huyu ni Mtanzania anaitwa Eriki ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana Diamond Tanzania hakupendezi kabisa, anatakiwa abaki huku Uingereza. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, haijawahi kutokea Simba akatuangusha, hawa wengine show zao mwisho ni Mombasa tu, nina wasiwasi watakuwa wanaenda kuchanja hawa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, huku kiukweli jamaa anajitahidi, hatujawahi kuona show ya Mtanzania ikiwa imehudhuriwa na watu wengi hivi mpaka wazungu. Haya, kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, huyu mzungu Diamond amemlipa awe dancer wake, kweli Diamond ametoboa. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment kwamba bwana, Diamond madancer wa kizungu amewatoa wapi? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, mbona watu wamekuja wengi hivi jamani, huyu jamaa anatumia dawa gani mwaka huu? So watu wengi sana kiukweli wamekuwa very surprised kuhusiana na issue ya Diamond kujaza. Maana tunafahamu hakunaga kwa miaka mingi sana iliyopita tokea 2024 kurudi nyuma, tunajua kwamba pamoja na hit song ambazo Diamond ameshazitoa bado alikuwa akiendaga huko nje alikuwa anapata watu 700, yani watu wazidi 700. Umeona na sio Diamond tu, hata wasanii wengine. Na tunakumbuka mara ya mwisho hata Zuchu naye pia alishawahi kwendaga huko Marekani akafanyaga show, watu walikuwa wachache kiasi kwamba alilia. Lakini this time around ni kwamba Diamond hiki alichokifanya kiukweli break the record, yani amevunja rekodi kwa mara nyingine. So ngoja tuone what's next kutoka hapa. Lakini kwa hapa alipofika kiukweli ni kwamba panaonyesha matumaini kwamba mziki wa Tanzania Bongo Flava ipo mikononi salama kabisa kwake Diamond Platnumz. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha unakuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.